Kama mnavyoona, hii ni gari ya mkoa wa wilaya ya Siha. Mwili umewekwa juu ya gari ya wilaya ya Siha. Hii hapa watu wanataka haki ya kijana. Kasha imani hapo, ukiomba hapo. Kasha hiyo kutasha ubilo pisha. Kasha hiyo. Kasha ibolo pisha. Taharuki imetokea katika mazishi ya kijana Emmanuel Mwandri, mkazi wa kijiji cha Ngilinyi, kata ya Nasai, wilaya Siha, mkoani Kilimanjaro, mara baada ya kuibuka kwa vurugu zinazodaiwa kutokana na baadhi ya madereva bodaboda walioweka jeneza lenye mwili wa kijana huyo juu ya gari, ili mkuu wa wilaya hiyo akishinikiza wenzao waliokamatwa kuachiwa. Vijana hao wanadaiwa kukamatwa leo Juni 16 asubuhi na jeshi la polisi wakati walipokwenda kwa msafara hospitali ya rufaa ya Kanda Kaskazini KCMC kwa ajili ya kuchukua mwili wa mwenzao ambaye alifariki dunia Juni 12 mwaka huu kwa madai ya kugongwa na gari ya polisi iliyokuwa ikimkimbiza. Hii ni Swahili Media, usisahau ku like, kusubscribe, kushare na kucomment. Naitwa Dr. Christopher Timbuka, mkuu wa wilaya Siha. Maana sisi tulikuwa tumeenda pale kwa ajili ya taratibu nyingine za kawaida. Na wao walikuwa na madai yao, mfano wanasema sisi kuna pikipiki hiyo iliungua. Kwa hiyo wanataka iwepo. Tukamwambia sawa, hiyo ina shida, naweza kufanya utaratibu tu. Wakasema na kuna watu wengine ambao bado wako Moshi walishikwa. Kwa hiyo tunataka waachiliwe. Tukasema sawa, hiyo haina shida, watakuja. Sasa baada ya kusema ili DC asiondoke, ngoja tunaweka mwili hapo juu ya gari. Ni hiyo tu. Na wakati wanaweka hilo jeneza ulikuwa tayari eneo la tukio, ulikuwa ushaondoka? Ilikuwa muda mrefu tu. Sasa nilikuwa kwenye eneo ambalo kwenye nyumba ya msiba. Ndio. Na mpaka sasa hivi nani watakuwa wamekaribia kumaliza. Kwa sababu tatizo ni kwamba walikuwa wanatafuja sio vijana hata wasia, ni vijana kutoka maeneo mengine kabisa huko. Na kuna ambao labda mnawashikilia kutokana na hizo vurugu? Bado hapana. Tumeambia kwamba wananchi waliwarudisha polisi kwa mawe kutokana na hizo vurugu zilizotokea. Labda hili lilikuwaje na labda pengine waliweza kuadhibiti? Walikuwa wamejipanga na mawe vijana wengi tu. Lakini polisi walikuwa hawafanyi chochote. Hata waliposema walikuwa wamekaa pembeni mbali kabisa wanasubiri kuangalia tu usalama. Vijana walikuwa na mawe, walikuwa ni wengi. Hata hilo gari lililowekewa jeneza juu, walisema likiondoka tu wanalipiga mawe, walitaka kuchoma moto. Lakini hali sio mbaya. Kwa kweli ni kuacha kuchukua sheria mkononi na kusikiza, sababu hilo tukio tukiangalia halijatokea hapa, lakini sisi kama serikali tumelibeba. Tunataka kufanya kutekeleza yote. Hata hilo jeneza lenyewe limenunuliwa na serikali kupitia jeshi la polisi. Kwa hiyo sasa, lakini yaliyokuja mengine pale ni mambo ambayo yanaingilia hata uchunguzi ambao unaendelea.